wataamaru ala qatlihi, makafiri walishapanga mpango wa kumuua mtume usiku huo aliohama, hatta tarra ila alhijrati. Mazingira yaliyoandaliwa dhidi yake ndiyo yaliyomsukuma ahame. Kwa hiyo ndiyo sababu ya kusemwa makafiri wamemuhamisha. Haikumkinika tena kubaki kuishi Maka, kahama kwa vitimbi vya makafiri. Kwa hiyo katoka kwenye mazingira magumu, kwenye mji hatari, akaelekea mahala penye usalama wake, thaniya thnaini, akiwa ni wa pili katika safari ya watu wawili. Watu wawili tu wamehama usiku. Ai, maana yake ahadu thnaini, yeye mtume alikuwa ni mmoja katika safari ya watu wawili, la thalitha lahuma, hapa kuwepo na mtu wa tatu, ni watu wawili tu. Huwa Abu Bakari Siddiq. Abu Bakari ni Siddiq radhiyallahu anhu ndiye aliyefuatana naye usiku huu, na watu wachache ambao kimkakati walipangwa kufanikisha safari hii. Mtume alifanya maandalizi ya kuhama kwake Maka, akatengeneza kile mnaita mchongo wa safari yake mpaka atakapofika Madina. Kwa hiyo katoka Maka anaelekea Madina, lakini anajua njia maarufu zinazojulikana za kutoka Maka kwenda Madina zote zitakuwa zimekaliwa na maaskari. Kwa hiyo hakutaka kupita njia maarufu au maalum zinazojulikana, kapita panya road. Kwa hiyo alimtafuta mtaalamu wa njia za maporini zitakazokuwa nyepesi, shortcuts. Akatengenezewa ramani, itabidi utoke hapa, upite hapa, upite hapa, upite hapa. Na safari hii huwezi kwenda moja kwa moja, lazima upate mahala upause kidogo, upumzike. Wakachagua mahala fulani kuna pango, utaenda kujihifadhi kwa muda. Sasa wakiwa hapo watahitaji huduma ya chakula, maji ya kunywa. Akaandaliwa mtu wa kuwapelekea chakula. Kwa hiyo mtu wa ramani wa kuwatengenezea njia ni mmoja tu, ambaye anajulikana huyu ni mwaminifu, atatunza siri hii. Nani atapeleka huduma ya chakula? Ni mtu mmoja tu, tena mwanamke, na alikuwa mjamzito, ni Asma binti Abi Bakr, mtoto wa huyo Abu Bakar. Atayarisha chakula akawapelekea mpaka Gharu Hira, halafu wanarudi zake Maka. Mtu mwingine aliyeandaliwa ni mfugaji, mtu na mifugo yake, kapangwa jukumu lake. Wale wanatembea na wanyama wao, na sehemu nyingine wataenda kwa miguu, na Maka ilikuwa ina wataalamu wa fani mbalimbali. Kuna watu wa kufuata footsteps, wakiona unyayo tu wanakuambia huu unyayo wa fulani, kapita fulani. Hawa walitoka, wamepita njia hii, alama ya wanyama waliopandia hawa. Kwa hiyo walitafutwa, huyu bwana mfugaji akafuata athari ya nyayo walimopita mtume na sahibu wake. Kwa hiyo wao wamepita na huyu bwana anafuata zile athari. Wanyama wake wengi watafuta zile alama za wanyama waliopandia. Kwa hiyo imetengenezwa mikakati mpaka safari ikakamilika, na wakatoka kutoka Maka mpaka Madina salama, ingawaje walifuatiliwa sana, lakini hawakupatikana. Ndo kusema Allah mwenyewe kawanusuru, mwenyewe kawalinda. Sasa nyinyi mkikataa, sio kwamba yeye mwenyewe aliyemtuma hana uwezo wa kumlinda, mwenyewe uwezo wa kumlinda anao. Nyinyi mkigoma, gomeni tu. Mbona mwenyewe kamnusuru? Faqad nasarahu Allah, Allah kamnusuru mtume wake. Idha akhrajahu alladhina kafaru thaniya thnaini, pale alipotolewa na makafiri Maka akiwa ni wa pili katika watu wawili. Watu wawili tu wamesafiri.
idhhuma fil ghari, mahala ambapo ni pakusimliwa panapoonyesha nusura ya Allah, pale walipokuwa pangoni. Walipofika kwenye hilo pango Gharu Thauri, Abu Bakari kamwambia Mtume, subiri kwanza hapa nje, niingie mimi ndani nikaandae mazingira. Mapangoni mna viumbe wengi wa hatari wanaishi, nge, nyoka, nani. Kwa Abu Bakari kashuka kuangalia usalama. Hamkuwa na wadudu, lakini mna vitundu kwenye mawe yale. Kachana nguo zake, akashindilia kwenye vile vitundu kama kalafati, kama mna vidudu vibaya visitoke kuja kuwadhuru. Kajitahidi kuangalia kila sehemu kwenye tundu, kaziba. Alafu ndo akamwambia Mtume, ingia. Wakaingia wakapumzika. Lakini kwa sababu walikuwa wanawindwa, wamekuja wataalamu wakafuata athari zao mpaka hapo kwenye pango, wakalizunguka lile pango, wamesimama. Abu Bakari ndani analia, ambia vipi? Sema, ya Rasulullah, hapa walipo mmoja wao akiinama tu anatuona, akiinama tu kuangalia kwa ndani pembeni atatuona. Mtume akamwambia Abu Bakar, ma balu thnani Allahu thalithuhuma, wewe unafikiri watu wawili ambao watatu wao ni Allah wakoja? Usijali, Allah yuko pamoja na sisi. Kwa hiyo kweli walijadiliana pale, walipokwisha wakapiga yutani wakaondoka. Hawakuchungulia, hawakuwaona. Walipoondoka watu wakatoka na wakaendelea na safari yao. Hina kana huwa wasiddiqu mukhtabiina fi naqbi fi jabal Thauri, Allah aliwanusuru na maadui zao ambao walifika mpaka hapo kwenye pango wale maadui, lakini walikuwa wanategemea kwa Allah, woga wanao, lakini Allah aliwanusuru pale walipokuwa kwenye hilo pango la Thauri. Na watu waliokuwa wanaofuata wamefika mpaka pale. Sema, kwa jinsi tunavyofahamu, kwa taaluma yetu, hawa watu watakuwa wameishia hapa, lakini Allah kawahifadhi, hawakuwaona. Idh yaqulu li sahibihi, alinusuriwa huyo Mtume na Mola wake pale alipokuwa anamwambia mwenziwe huyo alofuatana naye Abu Bakar, la tahzan inna Allaha ma'ana, usihuzunike, Allah yuko pamoja na sisi. Mtume anampoza mwenzake anayehuzunika, kamwambia la tahzan, usihuzunike, inna Allaha ma'ana, hakika Allah yuko pamoja na sisi. Hina yaqulu li sahibihi wa huwa Abu Bakar as-Siddiq, alinusuriwa Mtume huyu na Mola wake pale alipokuwa anamwambia mwenziwe, na huyo mwenziwe ni Abu Bakar as-Siddiq, tatminan wa tatyiban, anampoza moyo, anamtaka awe na utulivu, asiwe na wasiwasi. Yani Mtume anamtoa wasiwasi mwenziwe kwa kumwambia la takhaf, usiogope, fallahu maana, elewa Allah yuko pamoja na sisi, bil muawanati wan nasri, Allah anatusaidia na Allah atatunusuru, tuko salama na shari za maadui zetu, kwa sababu Allah yuko pamoja na sisi, anatusaidia na atatunusuru. Ruya au rawa Tabari, amesimlia hadithi at-Tabari an Anas, inayotokana na sahaba wa Mtume Anas ibn Malik. Anasema anna Abu Bakar radhiyallahu anhu qala, Abu Bakar radhiyallahu anhu alisema, kasimlia Abu Bakar, baina ana ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fil ghari, wakati mimi na Mtume wa Allah tulipokuwa pangoni, wa aqdamul mushrikina fawqa ruusina, miguu ya washirikina iko juu ya vichwa vyetu.
yani wamesimama hapa juu, wao wamekaa pembeni ya pango, wanaona wale watu walivyozunguka pale pangoni, lakini wamejificha kwa ndani kidogo, kuna ghoba, wamesimama hapo juu. Abu Bakari ndo anasimulia, miguu ya washirikina iko juu yetu. Fakultu ya Rasulullah, mimi nikamwambia Mtume, ewe Mtume wa Allah, lau anna ahadahum rafa'a qadamahu la yubsiruna, kama mmoja wao ataondoa unyayo wake, aseme anasogea pengine tu, akibadilisha position, wanatuona hapa. Hapa wamesimama, hawajachungulia humu ndani, lakini wakijitwist kidogo tu, wakatazama vizuri, watatuona. Faqala, Mtume akasema, ya Aba Bakrin, ewe Abu Bakari, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma, wewe unadhania vipi watu wawili ambao Allah ndo watatu wao? Unafikiri watadhurika na wako na Allah? Kwa hiyo maneno hayo yakamjenga imani, akawa na full confidence, roho yake ikatulia na wakabaki salama. Wakana sababu huzni Abi Bakrin khawfahu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, sababu ya huzuni aliyokuwa nayo Abu Bakari ni kumuogopea Mtume, maana ndo adui nambari moja wa makafiri. Anasema hapa wakimuona leo hatuna salama. Abu Bakari mmoja hatoweza kupambana na timu ya watu waliokuwepo hapo. Sema hapa leo Mtume akionekana, wallahu aalam, lakini jambo litakuwa kubwa. Ndo huzuni yake ilikuwa hapo, anamsikitikia Mtume, wala hakuwa anajali kufa yeye, lakini anamsikitikia Mtume. Na Mtume akamwambia, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma, wewe unadhaniaje watu wawili ambao Allah ndio watatu wao? Fanahahu rasulu, Mtume akamkataza Abu Bakari kusikitika, taskinan liqalbihi, ili kuutuliza moyo wake. Faanzala Allahu sakinatahu alayhi, baada ya kuliwazana walioko pangoni, Allah akateremsha utulivu wake kwa mtume wake. Hakuwa na woga kabisa, moyo umemtulia. Faanzala Allahu, akateremsha Allah sakinatahu, utulivu wake, alaihi, kumteremshia mtume wake. Yani anzala Allahu sukun wa tumaninatu ala rasulihi, Allah aliteremsha utulivu kwa mtume wake. Wa ayyadahu bijunudin lam tarauha, na pale Allah alileta msaada wake wa jeshi ambalo nyinyi hamlioni. Vile vikosi vinavyotumwa ghafla, Allah alileta pale kikosi cha malaika. Wanadamu hawaoni kitu, lakini katu wasingekuwa na uwezo wa kumdhuru kwa lolote. Allah aliteremsha jeshi lisiloonekana. Tumesifu au tumepitia maneno haya tangu kwenye suratul Anfal, kwamba Allah wakati mwingine huwa analeta majeshi yake ambayo binadamu hayayaoni majeshi hayo. Kwa hiyo pale pia Allah alileta ulinzi wa kutosha, chochote kingetokea kingedhibitiwa tu pale. Qawahu, Allah alimpa nguvu mtume wake, bijunudin min indihi, kwa jeshi linalotoka kwa Allah, minal malaikati, la malaika. Yahrusunahu fil ghari, jeshi hili lilikuwa linamlinda mtume na mwenziwe pale pangoni. Lam tarauha antum, nyinyi waumini mnogoma kwenda vitani, hamuoni vitu kama hivi. Kaleta jeshi lake pale Allah ambalo nyinyi hamkuwa na uwezo wa kuliona. Wajaala kalimata alladhina kafaru sufla, akajalia maazimio ya makafiri yakafeli, yakawa chini. Wa kalimatullahi hiya al-ulya, na tamko la Allah ndo likabaki liko juu, azimio lake Allah likawa liko juu.
Wa kalimatu tauhidi la ilaha illa Allah, tamko la tauhidi alilokuwa analihubiri mtume ndilo alilopambana kwa ajili yake, likawa liko juu. La ilaha illa Allah, hakuna mola wa kuabudiwa kwa haki ila Allah. Wale washirikina wana miungu yao, nao wanapambana kuilinda. Kwa hiyo tamko la tauhidi la ilaha illa Allah hiya alghalibatu dhahira, ndilo tamko lililoshinda na likawa ndio lenye nguvu, liko juu. Aazza Allahu biha almuslimin, Allah amewapa nguvu Waislamu kwa sababu ya kulilinda tamko la ilaha illa Allah. Wa adhalla shirka wal mushrikin, na kwa tamko hilo Allah akaudhalilisha ushirikina na washirikina wenyewe. Wallahu azizun hakim, na eleweni kwamba Allah ana nguvu na ni mwenye hikma katika kufanya mambo yake. Wallahu azizun hakimun qahirun ghalibun la yughlabu, Allah ni mwenye nguvu kuliko wote na yeye ndiye mshindi ambaye hashindwi. La yafalu illa ma fihi alhikmatu walmaslaha, katika kufanya kwake mambo Allah hafanyi ila lile ambalo linapitishwa kwa hikma kubwa na kuzingatiwa maslahi ya viumbe. Anayoyafanya Allah yote yanazingatia maslahi na yanafanywa kwa hikma kubwa. Kwa leo inshallah tutaweka hapo aya ya 40, tutakuja kuendelea aya 41 kwenye darasa ijayo, ila narudia hapo tuliposoma leo inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, ma lakum idha qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ardi, mna nini mpaka mkihimizwa kupigana kuilinda dini ya Allah mnakuwa wazito katika ardhi, mnang'ang'ana tu kwenye mambo yenu? Kwa nini mambo ya Allah mnakuwa wagumu kuyatekeleza? Araditum bil hayati dunya min al akhirah, tuseme ndo mmeridhishwa na maisha ya dunia kuliko akhera? Araditum bil hayati dunya min al akhirah, ndo mmeridhishwa na maisha ya dunia kuliko akhera? Fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil, eleweni si chochote si lolote maisha ya dunia mkiyalinganisha na akhera, isipokuwa maisha ya dunia na raha zake ni kitu kidogo sana. Illa tanfiru, kama hamkutoka kwenda kupigana, yuadhibukum adhaban alima, Allah atakuadhibuni adhabu inayouma. Wayastabdil qauman ghayrakum, na atabadilisha watu wengine wasiokuwa nyinyi wazembe wavivu, ataleta wengine majasiri wenye moyo. Wala tadurruhu shay'a, na nyinyi kukataa kwenu kuipigania dini hamtomdhuru Allah chochote, dini yake itabaki na itapata watetezi tu. Ataleta wengine, ana wengi viumbe wake. Wallahu ala kulli shay'in qadir, na Allah ni muweza juu ya kila kitu. Illa tansuruhu, kama hamkumnusuru mtume wake, faqad nasarahu Allahu, Allah mwenyewe alishamnusuru zamani tu. Idha akhrajahu alladhina kafaru, pale walipomtoa makafiri mjini kwake Maka, thaniya thnaini, akiwa yuko kwenye safari ya watu wawili tu, yeye ni wa pili kwenye safari ya watu wawili. Idhuma fil ghari, pale walipokuwa wamejihifadhi pangoni. Idh yaqulu li sahibihi, alipokuwa mtume wenu anamwambia mwenziwe, la tahzan inna Allaha ma'ana, usihuzunike Allah yuko pamoja nasi. La tahzan inna Allaha ma'ana, usihuzunike Allah yuko pamoja nasi, muamini tu Allah vizuri. Faanzala Allahu sakinatahu alayhi, Allah akateremsha utulivu wake kwa mtume wake. Wa ayyadahu bijunudi lam tarawha, akampa nguvu kwa kumletea jeshi ambalo nyinyi hamlioni. Waja'ala kalimata alladhina kafaru sufla, Allah akajalia maneno ya makafiri yashuke chini, yani lile wanalolitetea makafiri kauli mbiu yao ishuke chini, haina maana. Wa kalimatullahi hiya al-ulya,
na tamko la Allah ndo liwe juu, la ilaha illa Allah. Wallahu azizun hakim, na Allah ni mwenye nguvu na ana hikma. Kwa leo tunaweka hapo, wallahu a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim, waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana jammilna bil afiyati was salama وحقق لنا التقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. ربنا زدنا علما وحكما وارزقنا فهما بفضلك يا لطيف، وعلمنا ما لا نعلم وفهمنا ما لا نفهم، إنك أنت ربنا وأنت الحكم وإنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.